zako upate kulijua neno la Mungu sana. Uhai wa mwanadamu haupo katika kula na kunywa. Uhai wa mwanadamu huu katika neno la Mungu lenye uzima. Narudia tena, uhai wa mwanadamu haupo katika kula na kunywa, bali uhai wa mwanadamu huu katika neno la Mungu la kweli. Kweli ndiyo inamweka mwanadamu kwa huru, na mwanadamu anapokuwa huru anakuwa na kitu kinaitwa uhai. Tena uhai unaozungumzia ni uhai wa milele. Somo letu la siku leo lina ujumbe unaosema kwa habari ya kwamba, je, utatoa nini badala ya nafsi yako siku ambapo hukumu ya haki itakapoweza kufunuliwa machoni pako? Utatoa nini badala ya nafsi yako ambapo siku ya hukumu ya haki itakapoweza kufunuliwa machoni pako? Ndugu zanguni, mabinti za Mungu na wana wa Mungu, ninapozungumza utatoa nini badala ya maisha yako, utatoa nini badala ya nafsi yako hiyo wewe ulionayo, ikiwa duniani ni wapitaji, ikiwa duniani ni wasafiri, ikiwa duniani tunapita. Hebu fikiria sahihi na kutega sikio lako kwa makini zaidi na zaidi. Siku moja utakapojitenga, mwili wako au nafsi yako ikajitenga na huo mwili wako, na mwili wako ukajitenga na hiyo nafsi yako, siku ambapo utakapopewa, shika nyanya na usiweze kuishika, shika kitunguu usiweze kushika, uza biashara usiweze kuuza biashara, mke wako uyapomkumbatie na usiweze kumkumbatia, mme wako uyapomkumbatie na usiweze kumkumbatia, mwanao uyapomnyonyeshe na usiweze kumnyonyesha. Je, utatoa nini badala ya nafsi yako? Ikiwa duniani ni wapitaji, ikiwa duniani ni wasafiri, umejiandaje? Utatoa nini badala ya nafsi yako? Kila kitu, mali zote unazomiliki, mambo zote vitu vyote ulivyo navyo utaviacha duniani. Mke wako utamwacha, mtoto wako utamwacha, fedha zako ulizoficha kwenye kibubu utaziacha, fedha zako ulizoweka benki utaziacha, kila kitu, mashamba yako, nyumba yako, viwanja vyote ulivyo navyo, fedha zako, nguo zako zote utaziacha. Utaondoka peke yako, na bado utakapoondoka peke yako utatoa nini badala ya nafsi yako? Ikiwa kama kuhubiriwa Injili, umehubiriwa Injili, kila siku naambiwa habari za toba, habari za utakaso, habari za huyu Yesu Kristo wa Nazareti, unapuzia, unasiaki, umekuwa ni mtu mwenye machukizo ya kila namna. Hebu fikiria siku, tarehe, mwezi, dakika, sekunde ikafika machoni pako, ni kitu gani utakachotoa? Ni kitu gani? Tufungue kitabu cha Mathayo, fungua kitabu cha Mathayo 16:26. Kitabu cha Mathayo 16 na ule mstari wa 26. Wacha tusomee neno la Mungu hapa, alafu tunaendelea. Amen. Mathayo mtakatifu sura ya 16 mstari wa 26. Maandiko matakatifu yanasema,
kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Amen. Nitarudia. Mathayo mtakatifu sura ya 16 mstari wa 26. Maandiko yanasema, kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Maandiko matakatifu yanazungumza kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 16 na mstari wa 26. Biblia inasema kwa habari ya kwamba, kwani itamfaidia nini mwanadamu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Eti rafiki yangu, itakusaidia nini ukapewa matenga ya nyanya yote ukauza ukayamaliza? Itakufaidia nini kijana, wewe uliyejaa tamaa ya wanawake, kila binti anayepita machoni pako ni wa kwako? Itakufaidia nini ukawapata wadada wote wa dunia nzima, nafsi yako ikapata hasara? Itakusaidia nini dada, ukiwapata vijana wote wenye fedha, alafu nafsi yako ikapata hasara? Itakusaidia nini? Hali mbaya sahihi iliyopo, nyakati za hatari zilizopo, majira ya nyakati ambazo ni za hatari. Nyakati za leo wengi wamejitenga na kweli. Nyakati za leo wamependa dunia badala ya kumpenda Mungu. Nikuulize kitu mama yangu, itakupa faida gani wewe uliyeweka uzazi wa mpango ili kisudi upate kupata fedha utajirike? Itakusaidia nini dada, wewe unayetoa mimba mara kwa mara ili kisudi kupata fedha? Itakusaidia nini? Itakusaidia nini mwanadamu? Itakusaidia nini mwanadamu ukaupata miliki ya dunia nzima, nafsi yako ikapata hasara? Nafsi yako ikapata hasara. Nafsi yako ikapata hasara. Itakusaidia nini ukapewa miliki ya dunia nzima, majumba mazuri ya ulimwengu, fedha zote zilizopo benki na hata ambazo zinatarajiwa kutengenezwa, ukapewa uzimiliki wewe, zikawa za kwako, zikawa za kwako, alafu nafsi yako ikapata hasara? Nafsi yako ikapata hasara. Ni rahisi sana kutazama, ni rahisi sana kuchukulia kama unavyonichukulia sahihi, ni rahisi sana kuwaza kama unavyowaza sahihi, ni rahisi sana, ni rahisi sana kama unavyowaza sahihi, ni rahisi sana. Lakini upate kuweza kujua, upate kuelewa, je, siku moja itakapowadia, tarehe ikawadia, siku ikawadia, majira yakawadia, nafsi yako ikajitenga na mwili wako, alafu ukasimama mbele za Muumba wako, ukasimama mbele ya kiti cha hukumu, ukasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mwana-Kondoo, utamwambia nini? Je, utatoa nini badala ya nafsi yako? Biblia inasema, au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Utatoa nini? Ikiwa siku utakapondoka tenga la nyanya hutaondoka nalo, ikiwa siku utakapondoka 50 hutakuwa nayo, ikiwa kila kitu pale utakapoanguka chini, ikiwa kila kitu utakapokufa, ndugu yangu, kila kitu utakiacha duniani hapa, utakiacha, utakiacha, utakiacha. Hebu fikiria utakapokiacha. Ni rahisi sana. Maisha ya mwilini ni maisha yaliyojaa uongo, maisha ya mwilini yamejaa rushwa. Ni rahisi sana unapokamatwa na polisi upo tayari kutoa rushwa, ni rahisi sana. Lakini masuala ya rohoni ni masuala yasiyokuwa na rushwa, ni maisha yasiyokuwa na rushwa hata kidogo, ni maisha yasiyokuwa na rushwa, ni maisha yasiyokuwa na rushwa, ni maisha
yasiokuwa yamejaa rushwa. Nyakati za hatari ni mbaya, ni mbaya, ni mbaya. Hebu fikiria dada yangu, hebu fikiria, hebu imagine utatoa nini siku ile ya hukumu ya mwanakondoo? Ikiwa neno la Mungu linasema hivi, wao wanaenda hivi. Neno la Mungu linasema na wanawake wazivae mavazi ya mpasaye mwanaume. Leo siku za hatari, mwanamke anavaa suruali, anavaa, mwanamke anavaa suruali na anatembea. Shetani amewadanganya, anasema kuna suruali ya kike na ya kiume. No, hakuna suruali ya kike. Zote ni za, haijalishi bwanga wala jeje, yote ni za wanaume. Ni kwa sababu shetani amewadanganya wanadamu, ni kwa sababu shetani amepotosha wanadamu, ili kusudi wanadamu wapate kutupwa katika sehemu yenye giza, wapate kutupwa katika sehemu iliyojaa maumivu. Wengi hawajui, wengi hawajui. Wanajiona wako salama, wanajiona wamekaa vizuri, lakini hali hawajui shetani amewadanganya. Shetani ameshawadanganya, ameshawadanganya, ameshawadanganya. Hebu waza siku pale itakapoweza kufunuliwa machoni pako, tarehe majira yakawadia machoni pako, utamwambia nini muumba wako? Utatoa nini badala ya nafsi yako? Utatoa nini badala ya nafsi yako mwanadamu? Injili umehubiriwa, injili umeambiwa habari ya kutubu, na unaposikia wahubiri wanakuja wakikuhubiria injili, unasema wanatupigia kelele. Unasema wanatupigia kelele. Sema wanatupigia kelele. Unasema wanatupigia kelele. Hebu fikiria, unasema ni kwa sababu wanatupigia kelele, kwa sababu ya biashara zetu. Imagine siku ile ambapo utakapoondoka, biashara yako ile ulikuwa unapigiwa kelele ukaiacha, alafu ukakaa peke yako, ukasimama mbele za muumba wako peke yako. Ukigeuka huoni tenga la nyanya, ukipiga macho huoni mzigo wa kuni, ukiangalia huoni dagaa, ukiona sufuria la ugali hulioni. Itakuweje siku ile? Itakuweje siku ile? Itakuweje siku ile mwana wa Mungu? Itakuweje siku ile? Itakuweje siku ile? Hebu waza, hebu fikiria, utatoa nini? Fikiria hapo ulipo, utatoa nini badala ya nafsi yako? Unaweza ukahubiriwa injili ukacheka na ukafurahia, ukaona kweli wewe ni bingwa. Mwingine unaweza ukajifunia dini yako, mwingine ukajifunia dhehebu lako, mwingine ukajifunia mali ulizonazo. Lakini nataka nikwambie, siku utakapokufa, mchungaji wako hutakuwa naye, shehe wako hutakuwa naye, imamu wako hutakuwa naye, mke wako hutakuwa naye. Utasimama peke yako, peke yako, peke yako. Utaitwa kwa jina lako, kama ni Rajabu, kama ni Pendo, kama ni Mwajuma, kama ni Mary. Utasimama peke yako, utasimama peke yako, utasimama peke yako, utasimama peke yako, utasimama peke yako. Ni mara ngapi Mungu amekuonya rafiki yangu kwa habari ya kugeuka? Ni mara ngapi Mungu amekemea maisha yako, lakini kwa sababu ya kiburi chenye uzima, ni kwa sababu ya jeuri, ni kwa sababu ya majivuno, ni kwa sababu ya kiburi cha uzima. Unapoona mguu wako unanyoshwa ukakubali kunyoshwa, unapokubali mkono wako kunyoshwa ukakubali kunyosheka, unapoona unatembea miguu yako ikaitikia kutembea kwenda yenyewe. Je, siku itakapowadia utajaribu kunyosha mkono wako, mara ghafla utaona ndugu zako, baba yako, mama yako, watoto wako, jamaa na marafiki wakiwa wamebeba jeneza,
na mwili wako umo ndani ya jeneza, utafanya nini? Utafanya nini mwanadamu? Utafanya nini mwanadamu ikiwa Mungu amekuhubiria? Mungu analia usiku na mchana kwa ajili ya maisha yako. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ezekia, anasema, je, mimi nafurahia mtu mwovu kufa katika dhambi, katika uovu wake? Mungu hafurahii. Mungu hafurahii mwanadamu. Mungu hafurahii ukifa katika uzinzi ulionao. Mungu hafurahii ukifa katika, kijana kufa katika kujipiga masturbation. Mungu hafurahii. Hafurahii hata kidogo. Hafurahii hata kidogo. Hafurahii. Hafurahii kijana. Kijana unapojipiga masturbation, wewe ni muuaji. Ni muuaji. Kwa sababu zile mbegu unapomwaga chini unaua watoto. Unakuwa ni muuaji. Unakuwa ni muuaji. Unakuwa ni muuaji. Lakini ni kwa sababu ya jeuri ya maisha yako. Unajiona ni bingwa, unajiona ni msela. Lakini upate kuweza kujua majira yatakapofika, utamwambia nini Muumba wako? Utamwambia nini? Utamwambia nini? Vijana, geukeni. Akina baba, geukeni. Geukeni. Acheni dhambi. Dhambi ni mbaya kuliko kitu chochote. Kwa maisha yako unaweza ukaona ile dhambi ni ndogo, lakini mshahara wa ile dhambi ni kubwa. Ni kubwa. Malipo ya ile dhambi ni kubwa kuliko unavyofikiri, kuliko unavyowaza, kuliko unavyofikiri, kuliko unavyowaza. Mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Mungu hafurahii. Anasema anatamani wanadamu wote wapate kuweza kuurithi ufalme wa Mungu. Lakini wanadamu wa leo wamekataa, wamegoma. Hamjui tupo katika nyakati za hatari. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 24 na mstari wa 15, maandiko matakatifu yanasema kwa habari ya kwamba, anasema, mtakapoliona chukizo lilionenwa na nabii Danieli, asomaye na ajue. Chukizo linalozungumziwa ni chukizo ambalo leo hii patakatifu pamevamiwa. Angalia nyakati za leo, wachungaji mashoga, wachungaji walawiti wapo na wanasimama patakatifu, wanasimama mimbari. Ndoa za jinsia moja zinafungwa. Mashehe mashoga wapo. Na mwanadamu unaona ni kawaida, unaona ni jambo la kawaida, unaona ni kitu simple, unaona ni kawaida, unaona ni kawaida. Biblia inasema upendo wa wengi utapoa. Ona jinsi gani upendo ndani yako ulivyopoa. Tazama, waza kumwibia rafiki yako huko vizuri sana, kuweka chuma ulete ili kusudi kuibia mali za watu ni kawaida. Ni upendo wa wengi umepoa. Ni nyakati za hatari. Ni nyakati za hatari wanadamu. Ni nyakati za hatari mama. Ni nyakati za hatari baba. Enyi wanawake, kwa nini kumkosoa mume wenu? Yeye mume wenu aliyowekea nywele natural, nywele fupi za kipilipili. Hatari iliyopo, mwanamke wa leo yupo tayari kuweka nywele za bandia. Ni sanamu ya kuchonga, sanamu ya kuchonga. Mume wako alikumbia nywele nzuri, lakini leo hii umemwekea katani, umemwekea nywele za maiti, na unafurahia. Unaona ni kawaida, unaona ni jambo la kawaida.
Unaona ni jambo la kawaida, lakini hatari ipo, hatari ipo, hatari ipo, hatari ipo wanadamu, hatari ipo ndugu zanguni. Utatoa nini badala ya nafsi yako? Ikiwa umekuwa ni msulumaji, umekuwa ni mwizi, mtu wizi, ni tapeli, umekuwa ni mtu wizi kweli kweli, ni hatari. Utatoa nini badala ya nafsi yako mwanadamu? Utatoa nini siku ile itakapofunuliwa hukumu ya haki? Utatoa kitu gani ndugu yangu? Sahihi unajifanya una jeuri, sahihi unajifanya una kiburi. Majira yatakapofunuliwa utatoa nini? Utatoa nini? Utatoa nini? Utatoa nini? Hebu nifungulie kitabu cha Methali 8 mstari wa 20. Methali 1, kitabu cha Methali 1 mstari wa 20. Methali 1 mstari wa 20. Biblia inatuambiaje? Methali sura ya 1 mstari wa 20. Maandiko yanasema, hekima hupaza sauti yake katika njia kuu, hutoa sauti yake katika viwanja. Methali sura ya 1 mstari wa 20, maandiko yanasema, hekima hupaza sauti yake katika njia kuu, hutoa sauti yake katika viwanja. Endelea tu. Hulia penye mikutano mikubwa ya watu, mahali pa kuyaingilia malango. Ndani ya mji hutamka maneno yake. Enyi wajinga, hata lini mtapenda ujinga? Na wenye dharau kupenda dharau yao? Na wapumbavu kuchukia maarifa? Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Tazama, nitawamwagia roho yangu na kuwajulisheni maneno yangu, kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa. Nimeonyosha mkono wangu asiangalie mtu, bali mmebatilisha shauri langu, wala hamkutaka maonyo yangu. Mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu, nitadhihaki hofu yenu ifikapo. Hofu yenu ifikapo kama tufani, na msiba wenu ufikapo kama kisulisuli. Dhiki na tabu zitakapowafikia, ndipo watakaponiita, lakini sitaitika. Watanitafuta kwa bidii, wasinione, kwa kuwa walichukia maarifa, wala hawakuchagua kumcha Bwana. Hawakukubali mashauri yangu, wakayadharau maonyo yangu yote. Kwa hiyo watakula matunda ya njia yao, watashiba mashauri yao wenyewe. Amen. Maana kurudi nyuma kwao wajinga kutawaua, na kufanikiwa kwao wapumbavu kutawaangamiza. Bali kila anisikilizaye atakaa salama, naye atatulia bila kuogopa mabaya. Biblia